mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo Radio, nichukue nafasi hii kukualika tena ikiwa ni siku nyingine, siku ya Jumanne, katika kipindi hiki cha Morning Glory, yani masifu asubuhi, tuweze kuendelea na masomo yetu na somo letu ambalo tumeendelea pamoja nao. Kabla hatujaendelea, naomba tuombe. Uhimidiwe Mfalme Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Uhimidiwe Muumba wa mbingu na nchi. Uhimidiwe wewe Mungu ambaye ulimtuma Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Tunakurudishia sifa na shukrani kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeendelea kuyatenda katikati yetu. Angalia, ulikuwa ni usiku tulipokuwa tumelala, lakini tulidhihirishwa ukiona malaika zako wakiwa pamoja nasi. Tulidhihirishwa tukiona ulinzi utokao kwako ukiwa pamoja nasi. Na kwa neema na rehema zitokazo kwako, Bwana, umetupa siku nyingine, umetuamsha asubuhi nyingine, tukiwa wazima, wenye afya iliyo nzuri, afya ambayo inakupendeza wewe Mungu, na afya ambayo inatupendeza sisi sote. Sante kwa ajili ya mtazamaji wa Upendo TV. Sante kwa ajili ya msikilizaji wa Upendo TV ambaye asubuhi hii njema tunatembea wote katika ibada hii. Bwana, Roho Mtakatifu ukatuvuvie. Bwana, Roho Mtakatifu uliye mwalimu wetu, useme pamoja nasi maneno yako ya uzima ambayo tutaenda kuyatafakari asubuhi hii njema. Uanze nasi na umalize nasi, ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa Upendo TV, nipende kuendelea kujitambulisha kwenu. Mimi naitwa Mwinjilisti Eliudi Elieza Ikwataki, mwinjilisti ninayetumika katika dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani, jimbo la Kati, usharika wa Segerea na mtaa ule wa Kifuru. Karibu tuweze kutembea pamoja. Somo letu ambalo tumepewa na tunalotembea nalo ni maisha mapya ndani ya Kristo. Maisha mapya ndani ya Kristo, na mstari ambao tunasimama nao ni unatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, mlango ni ule wa 5 na haya ni ile ya 17, anaposema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Katika wazo kuu ambalo nimekwisha kulitaja, tuna mawazo mengine ambayo tunatembea nayo madogo madogo, na leo ni wazo letu la pili ambalo tulianza jana, ambalo nasema uhusiano mpya na Mungu kupitia Kristo. Wazo ambalo tulitembea nalo jana jioni, ambalo linasema uhusiano mpya na Mungu kupitia Yesu Kristo. Tulipata nafasi ya kusoma maandiko mbalimbali kutoka katika Biblia, ambayo ndio msingi wa wazo yetu hili ambalo ni la pili, ambao ilikuwa ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, mlango ni ule wa 5, haya ni ile ya kwanza mpaka ile ya pili, kwa sababu ndio msingi wa sehemu yetu hii ya pili. Naomba nirudie kusoma maneno hayo. Basi tukiishi kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwake yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema ambayo inasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Lakini tulipata kusoma tena Injili ya Yohana mlango ule wa 1, haya ni ile ya 12. Injili ya Yohana mlango ule wa 1, haya ni ile ya 12, ambayo anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Lakini tukapata kusoma
mstari wetu wa 3 kutoka waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni ule wa 3 na haya ni ile ya 18. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni ule wa 3 na haya 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu mwili wake akauawa, bali roho yake ikauishwa. Ambayo tulisoma tena waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto, mlango ni ule wa 6 na haya ile ya 18. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume wa kike. Na mstari wa mwisho ambao tunasimama nao ni Waebrania 4 haya ile ya 16. Basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Katika eneo hili la pili, katika kichwa chetu kidogo, tuliangalia habari ya mahusiano. Na nikakwambia tungeliweza kusema kwa namna nyingi kuhusiana na neno hili mahusiano, lakini mimi nilisema mambo machache yanayohusiana na neno hili mahusiano. Jambo la kwanza nilisema kwamba neno mahusiano maana yake ni muunganiko wa ndani. Neno mahusiano maana yake ni muunganiko wa ndani. Lakini nisema neno uhusiano ni ukaribu aidha wako na jirani yako au ukaribu wako na mtu mwingine. Lakini nikasema neno uhusiano ni ujirani. Lakini nikawakumbusha kwamba mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika bustani ile ya Edeni, alimuasi Mungu, na alipomuasi Mungu, uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu ukavunjika. Ndiyo maana ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo, unaona Mungu anamtafuta Adamu pamoja na Eva, na wao wanasema tuko huku tumejificha. Wakaanza kujificha kwa sababu ya uhusiano kuvunjika. Lakini kasema uhusiano huo baada ya kuvunjika, ina maana mwanadamu alianza kutawaliwa na dhambi, na zile dhambi zikatutenga, na zile dhambi zikamtenga mwanadamu pamoja na Mungu. Lakini Mungu hakukata tamaa, bali aliendelea kutafuta njia ya kuweza kurudisha yale mahusiano ambayo ni kati yake na mwanadamu ambaye aliyemfanya. Ndiyo maana alimtuma Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Na Yesu akaiacha mbingu, akaja katika ulimwengu huu, tukaishi naye kama wanadamu, na hatimaye akarudi kwa Baba kuweza kutuandalia makao. Lakini kasema mahusiano katika maisha haya ni zawadi mojawapo ambayo tumepewa na Mungu. Kurejeshewa uhusiano kati yetu sisi na Mungu kupitia Yesu Kristo ni zawadi pekee ambayo Mungu ameileta kwetu, ambayo Mungu ametupa sisi wanadamu kuweza kurejesha mahusiano yetu. Lakini tukaangalia kupitia Yesu Kristo uhusiano mpya unarejeshwa. Na mara baada ya kurejeshwa, ina maana tuendelea kutembea na Mungu, tunaendelea kuishi na Mungu kama ambavyo tuliishi hapo awali. Mara baada ya hayo, tukaendelea tena leo asubuhi na pointi ndogo ndani ya pointi hii ambayo inasema kupitia Yesu Kristo uhusiano wa mwana wa Baba. Na Baba. Kupitia imani ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Kupitia imani ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, ambaye ni Mwokozi wa pekee, tumepokea kuwa wana wa Mungu. Tumepokea kuitwa watoto wa Mungu.
na hayo tunadhihirisha na Biblia inadhihirisha kwetu tunaposoma Injili ya Yohana. Mlango ni ule wa kwanza, haya ni ile ya 12. Tunaposoma Injili ya Yohana mlango ni ule wa kwanza, haya ile ya 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Yesu anasema katika Injili hii, anasema bali wote. Hasemi aidha ni mmoja, hasemi aidha ni wawili, hasemi aidha ni watatu, wala haweki tabaka ya kundi moja au lingine, bali anasema wote ambao wamempokea, wote aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na hii inamaanisha kuwa sisi si wageni tena. Na hii inamaanisha kwamba sisi si wageni tena, bali ni familia ya Mungu. Sisi sio wageni katika ufalme wa Mungu. Sisi ni familia ya Mungu. Maana tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kama tumefanyika kuwa watoto wa Mungu, ina maana tunaishi na Mungu. Kama tunaishi na Mungu, ina maana sisi ni familia ya Mungu. Na tunaweza kumuita Mungu kwa ujasiri, Aba, yani Baba. Tunaweza kumuita Mungu kwa ujasiri, Aba, yani Baba. Ninajua ukitokea ukawa una uhakika juu ya baba yako au juu ya mama yako, unaweza ukawa unahisia, lakini kwa kupitia Yesu Kristo, ina maana ambaye ameleta mahusiano yetu sisi na Mungu, ambaye ameturejeshea uhusiano wetu sisi na Mungu, ina maana sisi tuna ujasiri, sisi tuna uwezo wa kumuita Mungu Aba, yani Baba. Na hayo tunayasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mlango ni ule wa 8, haya ile ya 15. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mlango ni ule wa 8 na haya ni ile ya 15. Kwa kuwa hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa kuwa hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Bali tumepokea roho ya kutufanya sisi sasa kuwa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Na hii ni ishara ya uhusiano wa karibu. Wa Baba kuwa karibu, kuwa pamoja nasi. Lakini kupitia Yesu Kristo tumepata uhusiano wa neema na rehema. Kupitia Yesu Kristo tumepata uhusiano, na uhusiano huu ni wa neema na rehema. Watafsiri wengi wamejaribu kusema habari ya neema kwamba neema ni upendeleo ambao wewe haukustahili, bali umestahilishwa. Na hapa tunasema kupitia Yesu Kristo, ina maana sisi ambao hatukustahili tumestahilishwa kuweza kupokea neema, lakini neema ambayo inaambatana pamoja na rehema. Ndugu zangu watazamaji wa Upendo TV na wasikilizaji wa Upendo Radio, katika ulimwengu huu ambao tunaishi mimi na wewe, ili kuweza kuleta au kujenga uhusiano wewe na mtu mwingine, wewe na jirani yako, wakati mwingine inakulazimu kufanya jambo fulani ili liweze jambo lile kusimama kati yenu, ili jambo lile liweze kuonekana kana kwamba nyinyi kuna kitu ambacho mmeweza kufanya, na kitu kile kikawaleta mahali pamoja na kuweza kuleta mahusiano yenu. Lakini katika Yesu Kristo hakuna jambo lolote lile ambalo sisi tumefanya. Katika Yesu Kristo hakuna jambo lolote lile ambalo tumefanya ili Kristo aweze kuletwa kwetu, ili Mungu aweze kumtuma Yesu Kristo, bali ni kwa neema ya Mungu pekee ambayo alidhihirisha kwetu na kumtuma Yesu Kristo. Ili kupitia Yesu Kristo uhusiano wetu na Mungu unatengamaa.
Kupitia Yesu Kristo uhusiano wetu na Mungu unatengamaa, na wala si kwa matendo yetu, na wala si kwa matendo yetu, bali ni neema ya Mungu ambayo ameidhihirisha kwetu. Na hayo yamesemwa vizuri na Mtume Paulo anapowaandikia Waefeso mlango ule wa 2, haya ni ile ya 8 na ya 9. Mtume Paulo anapowaandikia Waefeso mlango ule wa 2, haya ni ile ya 8 na ya 9, nami nasoma: kwa maana mmeokolewa kwa neema. Mtume Paulo anawaambia Waefeso, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Neno hili linatuambia kwa maana tumeokolewa kwa neema. Anaendelea kusema kwa njia ya imani. Umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ambayo haikutokana na nafsi yako, ambayo haikutokana na nafsi yangu. Anasema ni kipawa cha Mungu. Mstari ule wa 8 anasema ni kipawa cha Mungu. Lakini katika aya ya 9 anasema wala si kwa matendo, wala si kwa matendo. Nimetangulia kusema katika pointi hii kwamba wokovu wetu hakuna jambo lolote lile ambalo tumefanya, lakini uhusiano wetu sisi na ndugu na jamaa wengine ili uweze kuimarika, lazima kuna kitu ambacho tumefanya. Hapa Paulo anawaambia Waefeso katika aya ya 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yeyote asije akajisifu. Mtu tunakutana tena neno mtu awaye yeyote asije akajisifu. Kwa hiyo haina budi wewe kujisifia kwa sababu ya wokovu ambao Mungu amefunua kwako. Sina sababu ya kujisifia kwa sababu ya wokovu ambao Mungu ameufunua kwangu, bali ni neema ya Mungu ambayo ameidhihirisha kwangu, ni neema ya Mungu ambayo ameidhihirisha kwako. Kupitia Yesu Kristo tunaweza kuja kwa ujasiri mbele ya Mungu. Kupitia Yesu Kristo tunaweza kuja kwa ujasiri mbele ya Mungu. Hata tutakapokuwa dhaifu, yamkini tuna makosa au yamkini mili yetu imekuwa ni dhaifu, lakini kwa sababu ya neema yake hatuna budi kuja kwake, kuliadhimisha, kuliinua, kuliabudu jina lake, jina linalopita majina yote. Tunapoendelea na tafakari yetu katika masifu haya asubuhi, na tunapoendelea katika ibada hii ya Morning Glory, niendelee watazamaji wa Upendo TV na wasikilizaji wa Upendo Radio kuleta kwenu chombo chetu cha sadaka, kuleta kwenu chombo chetu cha sadaka. Na chombo chetu cha sadaka ni Yasi 0713, Yasi 0713 76 28 87. Narudia, Yasi 0713 76 28 87. Lakini mtandao ule wa Voda ni 0757 22 22 02 20. Narudia, Voda 0757 22 02 20. Na jina litakalotokea katika chombo hicho cha sadaka ni KKKT DMP. Chombo cha sadaka hicho kitakuwa kinaleta jina KKKT DMP. Ndugu zangu watazamaji wa Upendo TV na wasikilizaji wa Upendo Radio, niendelee kupitia Yesu Kristo, uhusiano wetu unakuwa na ushirika wa kila siku. Kupitia Yesu Kristo tunapata uhusiano na ushirika wa kila siku. Yesu hakuwa mwokozi wetu tu, bali anakuwa rafiki. Yesu hakuwa mwokozi tu, bali pia anakuwa ni rafiki. Mwimbaji katika wimbo Tumwabudu Mungu Wetu 259 anasema Yesu ni rafiki yetu akaaye mbinguni.
Yesu ni rafiki yetu akaaye mbinguni. Na anapoendelea katika mashairi yale, miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa, anasema yeye hutuombea kwa Baba. Yeye hutuombea kwa Baba, lakini haishii kutuombea kwa Baba na kutupatanisha. Yeye haishii kutuombea kwa Baba na kutupatanisha. Na anapotupatanisha sisi na Mungu, ina maana uhusiano wetu ni wa kila siku, uhusiano wetu ni wa kila mara, uhusiano wetu ni wa kila saa ambao tunatakiwa kuwa nao. Lakini tukimuona Yesu Kristo akiwa ni rafiki yetu ambaye anakaa mbinguni, ambaye tuko naye kwa njia ya kumwamini, tuko pamoja naye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini Yesu Kristo hakuwa mwokozi tu, bali alikuwa ni mwalimu. Yesu Kristo yeye hakuwa mwokozi tu peke yake, bali alikuwa ni mwalimu. Maana aliacha enzi, aliacha mbingu, akaja hapa kwetu, na kwetu akakaa kama rafiki yetu, lakini akawa ni mwalimu. Tungeliweza kusema habari ya walimu, lakini ya kuishia kuwa walimu tu, bali alikuwa ni mwalimu, tena mwalimu aliyemwema. Yesu Kristo yeye alikuwa ni mwalimu. Yesu Kristo yeye ni mwalimu ambaye anatufundisha, tena mwalimu aliyemwema. Lakini Yesu Kristo sio kwamba ni mwalimu tu, bali Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yetu. Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yetu ambayo tunaishi nayo katika ulimwengu huu. Yesu amezungumza na wanafunzi wake, na tunasoma katika Injili ya Yohana mlango wa 15 haya ya 15. Mlango wa 15 haya ya 15 katika Injili ya Yohana. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika mstari wa 14 na 15, anasema nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Nyinyi mmekuwa rafiki zangu. Wewe umekuwa rafiki wa Yesu. Mimi nimekuwa rafiki wa Yesu. Sisi tumekuwa warafiki ya Yesu. Lakini kuwa rafiki wa Yesu hapa anawaambia wanafunzi wake wakitenda yale ambayo anawaamuru. Lakini hapa anatuambia sisi tukitenda yale ambayo ametuamuru. Anasema mstari ule wa 14, nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Lakini mstari wa 15 anasema siwaiti tena watumwa. Siwaiti tena watumwa. Ule utumwa umeisha. Ule utumwa haupo tena. Ule utumwa haupo tena, kwa maana tumekuwa rafiki. Anasema kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini nyinyi mmekuwa rafiki. Nyinyi mmekuwa rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Yote aliyoyasikia kwa Baba yake, yote aliyoyaona kwa Baba yake, yote ametuarifu, yote ametuambia. Kama yote ametuambia, ina maana hakuficha kitu kiwacho chochote hili. Na hii inatufundisha kuwa uhusiano wetu na Mungu kupitia Kristo ni ushirika wa kila siku. Hii inatufundisha na hii inatuonyesha kupitia Yesu Kristo uhusiano wetu na Mungu wetu ni wa kila siku. Sio kwamba ni wa Jumapili, sio kwamba ni wa Jumatatu, sio kwamba ni wa Jumanne, sio kwamba ni wa asubuhi, sio kwamba ni wa mchana wala jioni. Uhusiano wetu na Mungu ni wa kila wakati. Uhusiano wetu na Mungu ni wa kila siku, pasipo kuhesabu kwamba ni siku ngapi au ni mara ngapi. Tunapozungumza naye katika sala, tunapozungumza naye katika sala, yeye amesema yeye yuko kule mbinguni anatuombea, lakini na sisi hapa tunaomba. Lakini aliwaambia wanafunzi wake kwamba atawatumia Roho Mtakatifu. Aliwaambia wanafunzi wake atawatumia Roho Mtakatifu. Anatuambia sisi atatumia Roho Mtakatifu. Mojawapo ya majukumu ambayo amekuja kuyafanya Roho Mtakatifu ni kutuombea. Lakini mojawapo ya majukumu ambayo Roho Mtakatifu anayafanya ni kututia nguvu
na hasa tunapokuwa katika hali ya madhaifu yetu, na hasa tunapokuwa tumeshindwa habari ya nguvu za kuomba, yeye anatuimarisha katika kuomba. Na hapa nimshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wa dayosisi ambao wameandaa kongamano la maombi ambalo linafanyika kuanzia tarehe 3 pale katika shule ya Philbert Bayi Kibaha, ambayo tunakusanyika, ambayo wateule wa Mungu wanakusanyika mahali pamoja kwa ajili ya kuomba. Wanaomba kwa ajili ya nafsi zao, wanaomba kwa ajili yao, wanaomba kwa ajili ya kanisa, wanaomba kwa ajili ya nchi. Nitoe wito kupata nafasi wewe kuungana na kundi hili la watakatifu, kuungana na kundi hili la watu ambao watajumuika mahali pamoja kuweza kumuomba Mungu. Maana uhusiano wetu na Mungu ni wa kila siku. Ni wa kila siku katika nini? Katika ibada. Ni wa kila siku katika nini? Katika sala. Na tunamsikiliza pia kupitia neno lake. Biblia imesema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Miongoni mwa njia ambazo zimewekwa, miongoni mwa njia ambazo zipo za kuweza kutufanya sisi kuwasiliana na Mungu, za kutufanya sisi kuzungumza Mungu, moja ni kwa ajili ya njia maombi, lakini njia nyingine ni kwa ajili ya kulisoma neno la Mungu. Tunapolisoma neno la Mungu, tunazungumza na Mungu. Tunapolisoma neno la Mungu, tunamjua Mungu. Tunapolisoma neno la Mungu, tunapata nguvu mpya ya imani ya kututoa eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini wakati huo yote tunapoyatenda tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Hayo yote tunayoyatenda tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, watazamaji wa Upendo TV na wasikilizaji wa Upendo Radio, niendelee kuleta kwenu kikapu chetu cha sadaka ambacho ni 0713 76 28 87, 0713 76 28 87, na mtandao ule wa Voda ni 0757 22 02 20, 0757 22 02 20. Na unapoachilia sadaka yako kwa ajili ya ibada hizi za masifu ya asubuhi, ibada hizi za morning glory, jina litakaloletwa ambalo limeandikwa kwenye kikapu hicho ni KKKT DMP. Ni KKKT DMP, na Mungu ataendelea kukubariki kwa ajili ya sadaka hizo ambazo unaziachilia kwako kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Ndugu zangu watazamaji wa Upendo TV, ndugu zangu wasikilizaji wa Upendo Radio, kupitia Yesu Kristo tumepokea uhusiano wa tumaini la milele. Kupitia Yesu Kristo tumepokea na kupata uhusiano na tumaini la milele. Kupitia Yesu Kristo tunakuwa warithi pamoja naye. Kupitia Yesu Kristo tunakuwa warithi pamoja naye. Na ndivyo tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, mlango ni ule wa 8 na haya ile ya 17. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, mlango ni ule wa 8, haya ni ile ya 17. Nami nasoma, na kama tu watoto basi tu warithi. Kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Uhusiano huu hauishii hapa duniani tu, bali tunafika hata kwenye uzima wa milele. Kupitia Yesu Kristo tumepata uhusiano wa tumaini la uzima wa milele. Na Mtume Paulo anawaambia Warumi kwamba sisi tumefanywa watoto. Watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Na kama tumefanywa kuwa watoto wa Mungu, ina maana sisi tumekuwa warithi.
Na wote tunajua kwamba mtu urithi kutoka kwa wazazi wake, mtu urithi kutoka kwa ndugu yake, aidha ni rafiki yake. Sisi tu warithi pamoja na Mungu katika uzima ule wa milele. Tu warithi pamoja na Yesu Kristo katika uzima ule wa milele. Kwa maana tumekuwa ni watoto wa Mungu. Na kama tumekuwa watoto wa Mungu, ina maana tunarithi pamoja naye. Lakini tunaendelea kusoma katika Injili ya Yohana mlango ule wa 17 haya ile ya 3. Injili ya Yohana 17 haya ya 3. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, Yesu Kristo uliyemtuma. Anasema wa kujua wewe. Na hapa Yesu alikuwa analiombea wanafunzi wake. Na hapa Yesu alikuwa analiombea kanisa. Na hapa Yesu alikuwa anatuombea sisi, anapokuambia na kutuleta kwetu kwamba na uzima wa milele ndio huu. Ndio maana tumetangulia kusema kwamba yale yote ambayo aliona kwa Baba, yale yote ambayo aliyasikia kwa Baba, yote ametujulisha, yote ametuambia, yote ametushirikisha. Na hapa ndipo anapotuambia siri mojawapo kwamba sisi tu warithi wa uzima ule wa milele. Anatuambia sisi tu warithi wa uzima ule wa milele. Miongoni mwa baadhi ya watu ambao wanapata changamoto na katika masuala mazima ya kuandika urithi wao mapema, wengine wanaogopa kwamba akimwambia mtoto wake au akimwambia mwenzi wake kwamba sasa hizi mali zitakuwa ni za kwako, inawezekana kwa namna moja au nyingine inaweza ikapelekea yule mtoto kuto kujishughulisha, au inaweza ikapelekea yule mtoto akaingiwa tamaa, na mara baada ya kuingiwa tamaa akaweza kudhuru au kuwazuru wale ambao wanatoa urithi. Lakini hapa Yesu anasema sisi tu warithi pamoja na Mungu. Yaani katika ufalme wa Mungu, katika ile mbingu, wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako, wewe ni mrithi pamoja na Mungu. Anasema tunaurithi uzima wa milele, lakini wakujua wewe kwamba ni Mungu wa pekee, lakini ni Mungu uliyemtuma. Ndugu zangu watazamaji wa Upendo TV na wasikilizaji wa Upendo Radio, ninapoendelea katika pointi hii yetu ya pili ambayo tunasoma au tunajifunza habari ya uhusiano wetu pamoja na Mungu, ambayo tumejifunza na tunajifunza habari ya uhusiano wetu na Mungu, niseme mambo machache ndani ya fundisho hili. Jambo la kwanza, uhusiano mpya na Mungu ni agano kati ya Mungu ni mwanadamu. Uhusiano wetu mpya na Mungu, uhusiano wako mpya na Mungu, uhusiano wangu mpya na Mungu ni agano, kimaanisha habari ya patano, patano ambalo ni la kiroho, patano ambalo ni la kiroho, agano ambalo ni la kiroho, lakini agano hilo ni kati yako na Mungu. Agano hilo ni kati yangu na Mungu. Na ndio maana mahali pengi ambapo tumetangulia kusoma, tumeangalia Mungu anazungumza habari ya mtu na wala Mungu hazungumzi habari ya watu. Maana Mungu anamuita mtu na wala Mungu hawaiti watu. Kwa hiyo ina maana unapoitwa na Mungu na ukaanza mahusiano mapya, ukaingia kwenye maisha mapya, ina maana kwamba agano la kiroho hili ni kati yako na Mungu. Ni agano kati yako na Mungu. Lakini jambo la pili ni uhusiano mpya na Mungu. Jambo la pili ni uhusiano mpya na Mungu. Ina maana uhusiano wako mpya na Mungu, ina maana unapelekea kuwa na ushirika, lakini unapelekea kuwa na nuru, tena nuru ile ambayo ni ya haki. Uhusiano mpya na Mungu ni ushirika wa kweli, ni nuru, ni haki. Ushirika. Anasema ushirika huu ambao ni wa kweli. Inawezekana ukawa na ushirika, lakini ushirika huo ukawa ni wa binafsi. Inawezekana ukawa na ushirika, lakini ndani yake usiwe na ukweli. Inawezekana ukawa na ushirika ambao yamkini kwa namna moja au nyingine mwenzako asiweze kufahamu kilicho ndani yako. Lakini hapa uhusiano mpya na Mungu
ni ushirika wa kweli, ni ushirika wa kweli. Yaani Mungu anapokuja kwako, Mungu anakuja kwako kweli. Kama Mungu anakuja kwako kweli, ina maana na wewe unatakiwa kujitoa kweli unapoianza safari mpya. Lakini kwa sababu ni ushirika wa kweli, nuru ya Mungu inakuwa ndani yako. Nuru ya Mungu inakuwa ndani yako. Kama nuru ya Mungu inakuwa ndani yako, ina maana nuru hiyo itakupelekea wewe kuweza kusimama, wewe kuweza kutenda haki. Uhusiano mpya na Mungu ni upendo wa kifamilia. Uhusiano mpya na Mungu, uhusiano wako mpya na Mungu ni upendo wa kifamilia. Nimetangulia kusoma mistari ambayo nimetangulia kuisoma kwamba sisi ambao tumempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, sisi tumekuwa watoto wa Mungu. Tumekuwa warithi pamoja na Mungu. Na kama tumekuwa watoto pamoja na Mungu, tumekuwa warithi pamoja na Mungu, ina maana sisi tumetoka katika giza, bali tumeingia katika familia ya Mungu, maana Mungu mwenyewe ndiye baba yetu. Mungu mwenyewe ndiye baba yetu. Kama Mungu mwenyewe ndiye baba yetu, tena baba aliye mwema, sio baba yule amkini akiingia ndani kuna kaa kimya, akiingia ndani watu wanajificha, akiingia ndani watu wanakimbiana huku na huku. Huyu ni baba mwema ambaye anapotokea watoto wanamlaki, anapotokea watoto wanamfurahia, anapotokea familia inafurahi, maana sema ni baba mwema. Na sisi kwake tu watoto, na sisi kwake tu watoto. Wewe ni mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu, kwa kuwa tumekuwa na uhusiano mpya pamoja na Mungu wetu. Lakini uhusiano mpya na Mungu ni kujitoa kwa Kristo kwa kanisa lake. Uhusiano wetu na Mungu ni kujitoa wewe kwa Kristo pamoja na kanisa lake. Kule mwishoni tutakuja kujifunza habari ya uhusiano wako na ibada. Naamini kwamba tutasema vizuri juu ya habari ya mahusiano yako, maisha mapya ndani yako ukiwa katika ibada. Ni kujitoa kwa Kristo kwa kanisa lake, kumtumikia Yesu Kristo. Kule anasema nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale ninayowaamuru. Wewe umekuwa rafiki wa Yesu ukitenda yale ambayo anakuamuru. Na hapa anasema ni kujitoa kwa Kristo kwa ajili ya kanisa lake, kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Lakini uhusiano wetu mpya na Mungu ni upendo na mshikamano kati yetu na wanadamu. Unapoanzisha maisha mapya, tunakuwa na upendo. Kwenye karama zile ambazo nilisema matunda ya Roho, mojawapo ni upendo. Na Mtume Paulo anapoandikia Wakorintho ameandika vizuri, akisema nijaposema kwa lugha za malaika na wanadamu, kama sina upendo si kitu, ni kazi bure. Nijapotoa mali zangu, nijapotoa mwili wangu, kama sina upendo si kitu. Na hapa nasema uhusiano mpya na Mungu ni upendo, lakini upendo ulio na mshikamano. Maisha mapya ndani ya Kristo ni kuwa na mshikamano. Maisha mapya kuwa na Mkristo ni kuwa na mshikamano na jirani yako, ni kuwa na mshikamano na mtu mwingine, ni kuwa na mshikamano pamoja na watu wengine. Uhusiano mpya na Mungu kupitia Yesu Kristo ni mwaliko wa kuishi maisha ya upendo. Mshikamano mpya na Mungu kupitia Yesu Kristo ni mwaliko wa kuishi kwa maisha ya upendo, maisha ya imani, maisha ya upendo, maisha ya imani, lakini maisha ya tumaini, maisha ya tumaini. Ukimtumainia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako, ukimtumainia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Lakini uhusiano wetu mpya na Mungu ni utiifu. Biblia nasema kutii ni bora kuliko sadaka. Kutii ni bora kuliko sadaka. Na hapa anachotuambia ni habari ya kutii. Kutii nini? Yale ambayo Yesu Kristo ametuagiza kuweza kuyafanya, yale ambayo tumeagizwa kwa ajili ya kuweza kuyatenda, yale ambayo tunaelekezwa kuweza kuyafanya, kwayo tunatakiwa kuwa watii. Na katika utii ni safari ya kila siku ya kumjua Mungu. Hakuna kutii kwa mara moja. Hakuna sema nimetii asubuhi,
sitatii mchana, nimetii jioni, sitatii usiku. Ina maana kutii ni sehemu ya maisha ya Mkristo ambaye ameanza safari ya maisha mapya, ambaye amemjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi ya maishani mwake. Lakini safari ya kumjua Mungu ni safari ya kumjua Mungu na kumjua Mungu na kuendelea kushikamana pamoja naye na kuendelea kumuona katika pendo lake, pendo ambalo alilidhihirisha kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Lakini ni kumpenda Mungu zaidi. Mwimbaji aliyeandika wimbo namba 351 anasema, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Anasema nataka nimjue Yesu na zidi kumfahamu. Lakini anasema nizidi kukaa naye. Miongoni mwa mashairi yale anasema nataka nizidi kukaa naye. Lakini akae naye kwa ajili ya nini? Anasema kwa mazungumzo zaidi. Kwa mazungumzo zaidi. Uhusiano mpya ni kukaa na Mungu, ni kuzidi kukaa na Mungu, ni kuzidi kuzungumza naye, ni kukaa na Mungu, ni kuzidi kuzungumza naye. Ndugu mtazamaji wa Upendo TV, ndugu msikilizaji wa Upendo Radio, nimetangulia kukuambia habari ya mambo ambayo yanatufanya tuweze kuwasiliana na Mungu, ikiwa ni pamoja na maombi, lakini pamoja na kusoma neno lake. Tunapokaa na Mungu, tunamsikiliza anatuambia nini kupitia neno lake. Tunapokaa na Mungu, tunamsikiliza anatuambia nini kupitia maombi ambayo tunakuwa tunazungumza pamoja naye. Lakini uhusiano wetu mpya na Mungu ni pamoja na kumtumikia kwa moyo wote. Ni pamoja na kumtumikia kwa moyo wote. Injili ya Yohana Injili ya Mathayo sura ile 28. Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 16 anawaambia mpaka wa 20, anawaambia wanafunzi wake, anasema basi sasa enendeni ulimwenguni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Anawatuma katika mstari ule wa 19, basi enendeni ulimwenguni mkafanye mataifa yote, mkafanye makabila yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini anaendelea kusema na kuwafundisha. Anaendelea kusema na kuwafundisha. Uhusiano mpya na Mungu ni kufundisha na kuwafundisha yote niliyowaamuru. Anaendelea kuambia wanafunzi wake, nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa ahadi. Ni ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliitoa kwa wanafunzi wake. Ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo anaitoa kwetu, kwamba atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo uhusiano mpya na Mungu ni kumtumikia Mungu kwa moyo wote, na kumtumikia Mungu kwa moyo wote ni kupeleka habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo kwa wale wengine ambao hawajasikia. Ni kupeleka habari za Bwana wetu Yesu Kristo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ni kupeleka habari za Bwana wetu Yesu Kristo kwa mataifa mengine, lakini kuimarishana na kujengana katika safari ya kwenda mbinguni. Ndugu zangu, mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo Radio, niendelee kuletea kwako chombo chetu cha sadaka ambacho ni 0713 0713 76 28 87. Yasi 0713 76 28 87. Lakini wale wa mtandao wa Voda ni 0757 ni 0757 22 02 20. Wale wa mtandao wa Voda ni 0757 22 02 20. 0752 22 02 20. Mtazamaji wangu wa Upendo TV na msikilizaji wangu
wa Upendo Redio, nipende nichukue nafasi hii kushukuru kwa kuwa pamoja nami kuanzia tulipoanza katika hatua yetu ya pili ambayo tumeangalia uhusiano wetu na Mungu. Tukaangalia uhusiano wetu na Mungu. Na Mungu aweze kukujalia siku njema. Mungu aweze kukujalia Jumanne njema. Mungu aweze kukujalia unapoendelea kuyashika yale ambayo Mungu ametuamuru kwayo tuweze kuyashika. Na ikimpendeza Mungu, tukutane tena jioni saa 1 katika kipindi kingine cha Evening Glory. Tukutane tena jioni katika kipindi kingine cha Evening Glory. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya pendo lako kuu ambalo umedhihirisha katika mioyo yetu na katika maisha yetu, ambalo umeweza kutufundisha leo katika pointi hii ambayo tumetembea nayo, ambayo inatuhimiza habari ya uhusiano wetu pamoja nawe. Tumezungumza mengi, tumejifunza mengi katika hatua hii, lakini tumesema uhusiano mpya na Mungu ni agano la kiroho kati yetu sisi na wewe. Mungu, kupitia Roho Mtakatifu, endelea kuimarisha mahusiano yetu. Endelea kutuimarisha sisi Bwana. Lakini tumeendelea kujifunza kwamba uhusiano wetu na Mungu sio uhusiano wa vipindi, sio uhusiano wa majira, sio uhusiano wa kati, bali ni uhusiano ambao unatakiwa ufanyike kila hatua, ufanyike kila wakati, ufanyike kila siku. Maana kila siku tunahitaji kuzungumza nawe, kama ambavyo tunazungumza na familia zetu, kama tunavyozungumza na wenzi wetu, kama tunavyozungumza na watoto wetu. Ndivyo Mungu ambavyo utupelekee kuzungumza nawe kwa njia ile ambayo ni ya maombi na kwa njia ile ambayo ni ya kusoma neno lako. Tamaraki katika mioyo yetu Jumanne hii njema, nikiibariki na kuishangilia Bwana, nikiweka kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi ya kusikiliza, ambaye amepata nafasi ya kuona, ambaye amepata nafasi kwa ajili ya kuomba, ambaye amepata nafasi kuwa kwenye ibada. Bwana Mungu wangu na Baba wangu wa mbinguni, ukawe pamoja nayo. Lakini unasema ninao kondoo wengine ambao si wa zizi hile, hata wale ambao hawajakuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, nao nawaweka mikononi mwako. Mungu wangu na Baba wangu wa mbinguni, kama ambavyo umetujalia wokovu huu kwa neema, kama ambavyo umetujalia maisha mapya ya kutembea na wewe kwa neema, neema hiyo iweze kufunuliwa kwa watu wote. Neema hii iweze kufunuliwa kwa yule ambaye hajasikia habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo. Tamaraki katika mioyo yetu, tamaraki katika miili yetu, tamaraki kila hatua ambayo tunatembea kwayo. Mungu wangu na Baba wangu wa mbinguni, ukajidhihirishe wewe mwenyewe. Maana ni Mungu ambaye tunakutumainia, ni Mungu ambaye tunakutumikia, ni Mungu ambaye tunakutegemea siku zote za maisha yetu. Mungu tubariki, Mungu ibariki neno lako, Mungu ibariki siku ya leo, tangu sasa na hata milele. Amen. Pokeni baraka wa Bwana nyinyi nyote mnaomtumainia na kumtegemea. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuinulie uso wake na kufadhili. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akupe amani. Na wachieni mbaraka wa Bwana Jumanne hii njema, tuweze kutembea pamoja nao, tuweze kukutana tena jioni katika safari ya masifu yale ya jioni, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.